Saudi Arabia inaonekana kujiandaa kwa operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Wahouthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran, hatua inayoweza kujumuisha mashambulizi ya baharini pamoja na operesheni ya ardhini ikiwa hali ya usalama katika eneo la Bahari Nyekundu itaendelea kuzorota. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa maandalizi ya kijeshi yanaendelea huku kukiwa na dalili za kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Saudi Arabia na washirika wake ili kulinda njia muhimu za usafirishaji wa kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la The Guardian inayonukuu vyanzo vya Yemen, vikosi vya Saudi Arabia vimeonekana vikiondoka katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Yemen. Hatua hiyo imeibua tafsiri kuwa huenda ni sehemu ya kupanga upya vikosi kabla ya kuanzisha operesheni kubwa dhidi ya Wahouthi wa Yemen. Ingawa Saudi Arabia haijatangaza rasmi kuanza kwa operesheni hiyo, harakati za kijeshi zinatajwa kuwa zimeongezeka kwa matarajio ya uwezekano wa mashambulizi mapya katika siku zijazo. Maendeleo hayo yanajiri baada ya Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia kutangaza kuundwa kwa muungano mpya wa ulinzi wa baharini wa kushirikiana na mataifa mengine 13 wenye lengo la kuimarisha usalama wa usafiri wa meli katika mlango bahari wa Bab el-Mandeb. Njia hiyo ni miongoni mwa njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, gesi na bidhaa nyingine za biashara ya kimataifa. Muungano huo unajumuisha Saudi Arabia, Bahrain, Bangladesh, Djibouti, Misri, Jordan, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudani, Uturuki na Yemen. Aidha, Saudi Arabia imezihimiza Marekani pamoja na baadhi ya mataifa ya Ulaya kujiunga na muungano huo ili kuongeza uwezo wa kulinda njia za baharini dhidi ya vitisho vinavyoongezeka. Bab el-Mandeb inaunganisha Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden kabla ya kuelekea Bahari ya Hindi. Njia hiyo ni muhimu kwa uchumi wa dunia kwa sababu meli nyingi zinazobeba mafuta na mizigo kutoka Mashariki ya Kati kwenda Ulaya, Asia na Afrika hupita katika eneo hilo kila siku. Kuvurugika kwa usalama katika mlango huo kunaweza kuathiri biashara ya kimataifa na kuongeza gharama kubwa za usafirishaji wa bidhaa. Mvutano kati ya Saudi Arabia na Wahouthi wa Yemen umeongezeka tena katika wiki za hivi karibuni baada ya pande hizo mbili kubadilishana mashambulizi kwa mara ya kwanza baada ya kipindi kirefu cha utulivu. Hali hiyo imeibua hofu kuhusu hatima ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka 2022 ambayo licha ya kumalizika kwa muda wake yaliendelea kupunguza kiwango cha mapigano kwa muda mrefu. Julai 20 mwaka 2026, Wahouthi wa Yemen walitangaza kuanzisha mzingiro wa baharini dhidi ya Saudi Arabia, wakisema watazuia au kulenga meli zinazohusiana na ufalme huo katika maeneo ya Bahari Nyekundu. Hatua hiyo iliongeza mwelekeo mpya wa mvutano katika eneo hilo, wakati ambapo vita vinavyohusisha Iran, Marekani na washirika wao tayari vikiwa vimesababisha taharuki katika njia nyingine muhimu ya usafirishaji wa mlango wa Hormuz. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuundwa kwa muungano mpya wa ulinzi wa baharini kunaonyesha jinsi mataifa ya eneo hilo yanavyoongeza juhudi za kulinda njia za kimataifa za baharini dhidi ya vitisho vinavyoendelea kuongezeka. Ushirikiano huo unaweza kujumuisha doria za pamoja za baharini, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuongeza uwezo wa kukabiliana na mashambulizi yanayoweza kuhatarisha meli za kibiashara. Iwapo Saudi Arabia itaanzisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Wahouthi wa Yemen kama inavyoripotiwa, hatua hiyo inaweza kuwa moja ya matukio makubwa zaidi ya kijeshi katika eneo hilo tangu kipindi cha utulivu kilichoanza baada ya makubaliano ya mwaka 2022. Wakati huo, hali hiyo inaweza kuongeza mvutano katika Mashariki ya Kati, kuathiri biashara ya kimataifa, usafirishaji wa mafuta na usalama wa njia muhimu za baharini ambazo ni muhimili mkubwa wa uchumi kwa dunia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.